kusema kwamba katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6, kipindi cha miaka minne, tayari walimu 45,742 wameajiriwa na kupangwa katika maeneo mbalimbali katika shule zetu hizi. Lakini pia mpaka wakati huu kimetoka kibali kingine cha walimu zaidi ya 9,000 ambao na wenyewe wataajiriwa kwa ajili ya kupangwa katika maeneo tofauti tofauti kwenda kuwafundisha wanafunzi wetu. Lakini kuna mikakati mingine, kwa mfano ya kutumia teknolojia ya TEHAMA kupitia madarasa janja kwa ufundishaji mubashara, lakini kuajiri kwa mikataba kwa mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia mapato ya ndani inaajiri walimu hawa kwa mikataba ya muda, lakini kutumia walimu wanaojitolea. Kwa hiyo serikali itaendelea na taratibu hizi, itaendelea kuongeza nguvu ili ile dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kuendelea kuimarisha sekta muhimu hii ya elimu msingi na sekondari iweze kutimia, tupate walimu wa kutosha kwa ajili ya kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu. Mheshimiwa Sofia. Asante Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Katika majibu ya msingi uliojibu umesema kutokuwa kuna ajira mpya takribani 9,000. Hamuoni sasa umuhimu wa kuangalia wale wanaojitolea ili waweze kupata hiyo nafasi ya kuendelea kufundisha, hasa katika wilaya ya Rungwe, shule ya Ikuti kuna walimu zaidi ya 9 wanaojitolea? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Sofia Mwakagenda. Kwa kweli amekuwa akifanya ufuatiliaji wa mara kwa mara kwenye masuala muhimu ya kimaendeleo. Na kuhusiana na swali lake la kutaka walimu wale wanaojitolewa wapewe kipaumbele katika ajira hizi za walimu, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge swala hilo tayari lilichukuliwa na Wizara ya Utumishi na tayari linatengenezewa utaratibu wa kuanza kutengeneza kanzidata ya kutunza taarifa na kumbukumbu muhimu za walimu hawa wanaojitolea umeshaanza kutengenezwa, na mwisho wa siku dhamira ni kwamba hawa walimu wanaojitolea waweze kuwa na sifa ya ziada katika kupata ajira hizi ambazo zinakuwa zinatoka katika kila mwaka wa budget. Kwa hiyo hata walimu wako hawa katika shule hii Rungwe, walimu hawa 9 uliowataja, nadhani na wenyewe watakuwa wanufaika wa mipango na mikakati hii ya serikali ya kuwatizama walimu wetu wanaojitolea. Mheshimiwa Amar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naipongeza serikali kwa kuendelea kutoa vibali kwa ajili ya kuajiri walimu. Na kwa kuwa katika ajira hii kutakuwa na walimu wa kike na wa kiume, wilaya Nyang'hwale ina upungufu mkubwa sana kwenye shule zetu za sekondari na msingi walimu wa kike. Je, serikali inajipangaje kutupatia walimu wa kike wengi kwenye wilaya Nyang'hwale? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Hussein Amar. Amekuwa akiuliza maswali mengi ya kuendelea kuweka msukumo katika kuboresha sekta hii muhimu ya elimu msingi na sekondari, na ni kweli serikali inaendelea na mkakati wake wa kuajiri walimu kila mwaka wa budget.